linalofuata la ofisi ya makamu wa rais mazingira, Mheshimiwa Ali Saleh Ali, mbunge wa Malindi. Hivi karibuni ulifanyika mkutano wa dunia wa mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira. Je, serikali ya Tanzania ilishiriki vipi katika mkutano huo? Na serikali itatekelezaje maazimio ya mkutano huo kisera, kisheria na kiutendaji? Swali hili limeelekezwa katika ofisi ya makamu wa rais mazingira, na waziri husika anaenda kutoa majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ali Saleh Ali, mbunge wa Malindi, lenye sehemu A, B na C kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mkutano wa 21 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi ulifanyika Paris, Ufaransa tarehe 30 Novemba hadi 12 Disemba 2015. Ujumbe wa Tanzania uliongozwa na Begun Kalim Taj, balozi wa Tanzania nchini Ufaransa. Wataalamu kutoka ofisi ya makamu wa rais, kilimo na Zanzibar walishiriki pia. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huu ulilenga kutekeleza msimamo wa Tanzania katika majadiliano, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa fedha na teknolojia za kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi, upunguzaji wa gesi joto kwa ajili ya nchi kwa kuzingatia historia ya chanzo cha mabadiliko haya na uwezo wa nchi husika kukabiliana na tatizo hilo, kuweka kipaumbele katika uhimili wa mabadiliko ya tabia nchi kwa sekta zote, kushiriki katika miradi ya kupunguza gesi joto na nchi zilizoendelea kuendelea na jukumu la kutoa fedha na teknolojia kwa nchi zinazoendelea. Mheshimiwa Spika, serikali itatekeleza maazimio ya mkutano huo kisera, kisheria, kiutendaji kwa kufanya yafuatayo. Tanzania inatarajia kutia saini ya mkataba wa mabadiliko wa makubaliano ya Paris kati ya tarehe 22 Aprili 2016 na 22 Aprili 2017. Hatua hii itaimarisha utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa mabadiliko ya tabia nchi wa mwaka 2012. Serikali pia itahakikisha kuwa Tanzania inanufaika na fursa zilizo chini ya mfuko wa dunia wa mabadiliko ya tabia nchi, Green Climate Fund, unaofadhili shughuli za mkataba wa makubaliano ya Paris. Aidha, serikali itaendelea kuzibana nchi zote zenye kuzalisha hewa ya ukaa ili zipunguze uzalishaji huo kulingana na misingi ya utekelezaji wa mkataba huo. Zaidi ya hayo, serikali itaendelea kuwasiliana na washirika wa maendeleo ili kuanzisha maeneo ya ushirikiano kwa muktadha wa utekelezaji wa mkataba wa Paris. Mwisho, serikali itaimarisha juhudi na kujenga uwezo wa elimu kwa umma kuhusu athari za mazingira ya tabia nchi na namna ya kukabiliana nazo ili kuimarisha juhudi za kuhimili athari za mabadiliko haya. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutekeleza mkakati wa kupambana na umaskini, kuimarisha amani, heshima na fursa sawa kwa wote. Mikakati hiyo ni kama mkukuta, mkuza, mkulabita na matumizi ya mifuko mbalimbali katika kukabiliana na tatizo hili, kama vile mfuko wa mazingira, mfuko wa jamii chini ya ofisi ya Rais TASAF, benki ya wakulima, benki ya wanawake na kadhalika. Aidha, juhudi kwa sasa za serikali za awamu ya 5 za kupambana na ufisadi, kuimarisha utawala bora, uadilifu na uwajibikaji zitatoa mchango mkubwa katika kuleta amani na maendeleo kwa wananchi wote. Kujenga uwezo na kuimarisha ushirikishwaji wa serikali za mitaa katika utekelezaji wa miradi ya mabadiliko ya tabia nchi unazingatiwa ili fursa zinazopatikana ziwafikie Watanzania wengi zaidi kadri iwezekanavyo. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Swali la nyongeza, Mheshimiwa Susan Limo. Mheshimiwa Ali Saleh, sikuwa nimekuona samahani. Haya, asante. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri,
na maswali mawili ya nyongeza. La kwanza ni swala lile la kwamba masuala ya gesi joto na tabia nchi yanasimamiwa na mkataba wa kimataifa unaitwa United Nations Framework Convention on Climate Change, na katika mfumo wake kunakuwa na mtu au sehemu inaitwa focal point ambapo ndipo mambo yote yanapopitia. Ni kwa nini hakuna sauti ya Zanzibar katika hiyo focal point ya Tanzania? Hakuna mwakilishi wa Zanzibar ama alternatively au kutoka Zanzibar ili kuhakikisha maslahi ya Zanzibar yanalindwa katika swala hilo. La kwanza. La pili, kumekuwa na taarifa na hali ndio ilivyo kwamba Zanzibar kama visiwa vingine vidogo vingi vinaweza kukabiliwa na tatizo hili la ongezeko la gesi na mabadiliko ya tabia nchi, na kwa hivyo hata uwepo wake upo hatarini. Je, serikali ina mpango gani wa kudumu wa muda mrefu katika kuhakikisha kwamba Zanzibar inatoka katika loop kubwa zaidi ya kuilinda kuliko ambavyo hivi sasa au ya kuilinda ili iendelee kuwepo katika uso wa dunia? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, naomba nijibu maswali ya nyongeza yaliyoulizwa na Mheshimiwa Saleh, mbunge wa Malinyi, kama ifuatavyo. La kwanza, anasema kwamba ushirikishwaji wa Zanzibar hasa katika swala zima la climate change pamoja na ongezeko la gesi joto, kwamba Zanzibar inashirikishwa namna gani. Tumekuwa tukishirikiana na Zanzibar kwa karibu, na ndio maana hili swala la mazingira limewekwa Ofisi ya Makamu wa Rais ili kuweza kufanya ushirikiano mzuri. Kwa mfano, hata mkutano wa Paris unaozungumza ulihudhuriwa na watu 17, 5 walitoka Zanzibar, na Ofisi ya Makamu wa Rais imekuwa ikifanya kazi bega kwa bega na Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, kitengo cha mazingira, ambako tumekuwa tukishirikiana kwa kila hali. Hivi juzi hapa ilitokea kuna swala limetokea la kudidimia kwa ardhi. Kuna sehemu kumedidimia kule Zanzibar. Ofisi yangu hapa ya mazingira pamoja na Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, kitengo cha mazingira, wameshiriki kufanya utafiti kuona tatizo hili linasababishwa nini. Kwa hiyo kwa ujumla tumekuwa tukishirikiana vizuri sana na Zanzibar hatua kwa hatua. Lakini lingine ambalo limezungumzwa hapa na mheshimiwa la kuhusu Zanzibar kama kisiwa, kama tunavyojua, ni kweli kabisa kwamba sasa hivi ni dunia nzima iko kwenye hali ngumu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Joto la dunia limeongezeka kutoka kwenye standard ya kawaida na kufikia nyuzi joto 0.85. Dunia nzima tunahangaika sasa hivi kuhakikisha kwamba hizi nyuzi joto haziongezeki kuzidi nyuzi joto 1.5. Kina cha bahari kimeongezeka kwa sentimita 19. Kwa hiyo hili ni tishio kubwa ambalo lazima tuchukue hatua za dhati za kuhakikisha kwamba tunakabiliana na matatizo haya. Ukiangalia kwenye mpango wa maendeleo, ambao framework ambao tumeanza nayo sasa hivi, kitaifa tunajipanga kuhakikisha kwamba Tanzania kama Tanzania inatenga fedha za kutosha kukabiliana na hali na swala la mabadiliko ya tabia nchi. Lakini vile vile wahisani wetu tunaendelea kuhakikisha kwamba wanashiriki katika kuhakikisha kwamba Tanzania inapata fedha za kutosha kuhusu swala zima la mabadiliko ya tabia nchi. Nchini Ufaransa kwenye mkutano Paris, Tanzania imepata fedha kwa ajili ya tumepata fedha dola laki tatu kwa ajili ya kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi. Lakini vile vile tumepata fedha dola laki 4 kwa ajili ya kuripoti mpango wa ripoti ya 3 kwa ajili ya kukabiliana na matatizo ya tabia nchi. Lakini vile vile tumepata fedha tumepata fedha dola za Marekani 352 kwa ajili ya kuandaa tathmini ya kwanza ya kupunguza gesi joto nchini.
Kwa hiyo mikakati hii yote tunayoifanya na hatua ambazo tunazozifanya kupitia mpango wa maendeleo na bajeti yetu, zote hizi zitalenga katika kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi.